Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wangu msikilizaji wa kipindi hiki cha TV Sibuka na Radio Lind FM, na kukaribisha sana wakati huu mzuri wa kutafakari neno la Mungu, neno la siku. Ni muhimu kuwa na neno la siku kila siku, kama vile tunakuwa na chakula cha kila siku. Neno la Mungu ni zaidi, na nashukuru sana kwa nafasi uliyoitoa ili upate kusikia neno la Mungu, tafakari pamoja nami kwa ajili ya kushinda nalo liwe kama mwongozo kwa shughuli zako zote, lakini kama msingi imara wa imani takatifu, usitikisike kokote na kukwenda. Mungu akubariki kwa nafasi hii. Na sasa nataka niombe. Baba Mungu mtakatifu, mfalme wa falme, Jehova uishie milele, wewe utupendaye tangu milele na milele, usitupungukie daima, watuwazia mema. Asante kwa ajili ya mchana huu, asubuhi hii njema ambayo tunajiandaa kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetupa kwa ajili ya shughuli zetu mbalimbali na utumishi kwako. Ninaomba kutana na kila mmoja anayesikiliza kipindi hiki na anayekitazama. Bwana, sema na moyo wake, kwa sababu ni kwa ajili ya kusudi jema kwa kila mmoja. Neno lako ni chakula chetu cha kiroho na cha uzima wa milele na afya katika roho zetu za kiroho. Utukuzwe mno. Anza nasi, mjali nami mtumishi wako. Tukufu na heshima ni vyako, kwa jina lake Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kama nilivyosema mpendwa, leo tutakuwa na neno la siku linalosema upendo wa Yesu Kristo watubidisha. Upendo wa Kristo watubidisha. Watubidisha kufanya nini? Kufanya mapenzi ya Mungu na au kujitoa kwa Mungu. Tusome la Mungu katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi alikufa kwa ajili ya wote. Narudia mstari huu, maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Walikufa wote. Mmoja alikufa kwa ajili ya wote. Nani? Yesu Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili ya wote, na wote wanaomwamini alikufa pamoja nao. Mmoja wapo wewe na mimi tunayemwamini Mungu, tulikufa pamoja naye. Sasa nazungumza juu ya upendo wa Mungu ulivyo na nguvu katika mioyo ya wanaoamini. Upendo ambao tunautazamia kwa kila mmoja kwa nao aliamini. Maana upendo anasema watubidisha. Tunatambua kabisa kwamba bidii tunayokuwa nayo kwa mambo ya Mungu yatokana na Mungu aliyetupenda. Maandiko katika Warumi sura ile ya 5 inazungumza upendo huu wa Kristo tunavyoupata au tulivyoupata katika kitabu kile cha Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 ule mstari hapo nitasoma wa moja tu wa 5. Anasema natumaini halitayarishi
kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa. Fahamu kwamba hatukuwa na upendo kwa Mungu, hatukumpenda Mungu, tulienda mbali na Mungu, tulifanyika kwa maadui na Mungu. Lakini kwa njia ya kifo na kufuka kwake Yesu, upendo wa Mungu alionyesha kwetu akatumiminia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na ndivyo tazamio la kila mmoja, kwamba uwezi ukawa umeokoka alafu kukosa pendo la Mungu. Na pendo la Mungu ndio linakufanya kwamba umpende Mungu nawe, maana hatukujua kupenda. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu tunayepewa, tunapopokea Roho Mtakatifu, tunapewa upendo wa Mungu wa kupenda. Kuna upendo wa dunia, upendo wa rafiki, upendo wa ndugu. Lakini mimi nazungumza upendo wa ndugu, upendo wa Mungu ambao tunauita Kiyunani upendo wa agape. Upendo wasiopendeka kwa wasiopendeka. Huu tunamiminiwa na Mungu ndani yetu. Na upendo huu unatubidisha, hauturuhusu kuwa wavivu. Kwa nini tunatazama upendo wa Mungu jinsi alivyotupenda, alivyojitoa kwa ajili yetu? Sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi, hatukujali maisha yetu wenyewe, tulienda mbali kabisa. Lakini kwa huruma zake alituvuta, na mwisho akatuokoa, na kutuokoa akatumiminia pendo lake ndani. Tukaanza kupenda tusiyejua kupenda. Sasa hilo pendo, kwa kadri tunavyoendelea kumcha Mungu, ndivyo linavyozidi kuongezeka au kukua ndani yetu. Na kama pendo la Mungu linakuwa ndani yetu, lazima liongezeke ule msukumo wa kutubidisha, lazima uongezeke kila siku. Tumesoma katika Wakorintho wa pili, Mtume Paulo anaandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anasema upendo wa Kristo watubidisha. Yaani unatufanya tuwe na bidii. Kwa nini tunafanya tuwe na bidii? Tukikumbuka jinsi alivyotupenda na kutuhurumia sisi ambao tulikuwa tumepotea, tulikuwa watu wa kuangamia. Tukitazama hayo, alitupenda bure, hatukufanya chochote cha maana, lakini aliamua kutupenda. Na kwa kuamua kutupenda, alijitoa. Sasa hiyo ni shule muhimu kwetu tuliokoka, kwamba je, tunaonyeshaje na sisi sasa upendo wetu kwa wengine wasiomcha Mungu? Kama tuna upendo wa Mungu, lazima utatubidisha kuwatafuta, utatubidisha kuwaombea, utatubidisha kuwashuhudia habari za Yesu. Alafu tutaongeza ile juhudi ambayo Yesu anasema, mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Haitaturuhusu kwa wavivu au kukwepa au kutegea, lakini ule upendo, kwa sababu una nguvu, utatubidisha. Hautaturuhusu tulale au tusinzie, wakati wote tutasumbua ndani yetu, ili kwamba tutimize na kwamba Mungu mimi alinitendea mambo kuu bila chochote kumpa. Nimpe nini sasa? Ninacho nini cha kumpa Mungu cha kutosheleza? Nakumbuka kabisa kwamba nagundua kwamba sina chochote, lakini mwili wangu ninao, ni chombo chake, ili awafikie wanadamu anapitia kwangu. Basi nitajitoa kikamilifu
kuwaendea wengine waliopotea. Lakini hata wale wanaovunjika moyo nitawatia moyo, wanaokata tamaa nitawatia moyo. Naona wanaopita kwenye majaribu nitawatia moyo, nitawaombea. Wagonjwa nitawaombea, wenye shida mbalimbali nitajitoa. Hii itakuwa na mimi ni nafasi yangu ya kumwonyesha Kristo kwamba kwa kweli nashukuru kwa upendo wako uliomimina kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama nitafurahia upendo wa Mungu halafu nisifanye chochote, sionyeshi kwamba kweli nafurahia. Kwa sababu huwezi kuonyesha bila kitendo kwamba unampenda ndugu yako bila kumwonyesha kitendo chochote. Kwa mchana wa leo ni wakati muhimu wa kuonyesha pendo letu kwa wengine, kwa kumshuhudia Kristo, kwa kumsema Yesu, naona kwa kuwatia moyo waliokata tamaa, kwa kusema nao wenye dhambi, kwa kuonyesha uaminifu. Tuanze kuaminika, maana Kristo anataka atukuzwe. Sasa mwenye kumtukuza ni nani? Ni mimi na wewe. Tunapoishi maisha ya upendo wa Mungu, tunamtukuza Kristo, tunaonyesha jinsi ambavyo ametuonyesha pendo lake na tena anavyotupenda na sisi tunavyomfurahia. Naona kunaona kwamba upendo wa Kristo ni aina pekee, na unapoingia kwetu tunakuwa na upendo wa aina yake, upendo wa kwa wasiopendeka. Katika Mathayo Yohana 3:16 tunaona jinsi Mungu alivyoonyesha, anasema kwa kutupenda alijitoa. Alionyesha kitu cha kufanya. Hakuonyesha tu kwamba anatupenda. Kwanza alijitoa. Alitoa mwana wake wa pekee afe kwa ajili yetu. Naona shughulisha nasi mpaka hapa tulipo. Tunapotembea tunasikia vizuri. Akatumiminia Roho wake mpaka unasikia burudani katika mioyo yetu. Upendo huu ni upendo wa kujitoa, sio upendo wa kukaa bure, sio upendo wa kuimba tu kanisani. Ni upendo wa kujitoa. Najitoaje kwa Mungu? Kutumika kanisani, labda hata kufagia kanisa, labda hata kufuta madirisha, milango, labda hata kupanga viti, labda hata kusafisha uwanja. Maana mimi kama ni mtoto wa Mungu, hayo ndio mazingira nyumbani kwetu ambayo nahitaji kuyaweka vizuri. Siwezi kungojea kwamba mpaka waajiri mtu wakati mimi nipo. Wanaajiri mtu kwa sababu hayupo wa kufanya. Lakini mimi nipo, ambaye natambua kwamba Kristo amenifanyia nini, lakini pia kuna faida ya kutumika. Ninapomtumikia Mungu natengeneza thawabu yangu mbinguni. Naona kwamba sio bure. Lakini kwa maana hiyo basi mimi najitoa kikamilifu kuhudumia madhabahu, kujitoa kwa kazi za Mungu mbalimbali, kuhakikisha usafi kanisani. Ni kazi yangu. Hii inaonyesha kumpenda Mungu. Ndio maana watu wakiniona nikijishughulisha kwa ajili ya mambo yangu, jamaa anampenda Mungu huyu jamaa, vipi? Yeye kwenye kazi ya Mungu huwezi kumuondoa. Bidii kweli kweli. Na hata kanisani huwezi kumkosa. Kwa Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri kabisa wa kujitoa na wa kujiachia kwa Mungu. Hebu nisome tena andiko lingine katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Pale kuna andiko lingine zuri. Waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana
sura ya 4. Tasoma ule mstari wa 7 mpaka 21. Wapenzi, na tupendane, kwa kuwa upendo latoka kwa Mungu, na kila pendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu limekamilika, ilionekana kwetu kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndio pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanaye kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akilia kuwa Yesu ni Bwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini Mungu na kumwamini na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaenda katika pendo lake hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu, lakini upendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu. Mwenye hofu hakukamilika katika pendo. Unaweza kuona jinsi tunavyotiwa moyo kupendana kama alivyotupenda yeye. Manake sisi tunakuwa wana familia moja. Tumezaliwa wote katika nyumba moja ya Mungu. Tumezaliwa kwa neno lile neno la Mungu. Tumeoshwa kwa damu ile. Kwa Mungu anataka kuona kwamba kweli tujihesabu kwamba tu wamoja, na hivyo tupendane. Familia wanapaswa kupendana wao kwa wao, kusaidiana, kutiana moyo, kutokuumizana, kutokutesana kwa namna yoyote, kuepuka kila kitu kisichofaa. Kwa nini? Tumebeba Mungu ndani yetu. Tunamdhihirisha Mungu kwa matendo yetu, kwamba Mungu ni upendo, alijitoa kwa ajili yetu, na sisi tunajitoa kwa ajili ya wengine. Hapo tunakamilisha pendo la Mungu ndani yetu. Hili ni jambo la muhimu sana tunaposhinda mchana kuto, kwamba tupambanue na tutambue kwamba sisi ni watu wa Mungu na watoto wa Mungu, tofauti na watu wa dunia. Sisi tunapaswa kupendana na kuishi pamoja kama watoto wa Mungu, na kuepuka uadui, magomvi, fitina, faraka, zushi na kila aina ya uharibifu, tukidumu kabisa kwa uaminifu kumpendeza Mungu. Msukumo wa upendo hutokana na kubadilishwa katika wokovu na kumvaa Yesu. Msukumo wa upendo unatokana na kule kubadilishwa. Tulipokuwa waovu, hatukuwa na upendo wa Mungu, lakini msukumo
ambapo wanasema tuabidishwa na pendo la Mungu unatokana na nguvu ya wokovu Mwokozi ndani yetu. Tulivyobadilishwa ni watu wapya, watu wengine tofauti na watu wa zamani. Maandiko yanasema kwamba katika ile Wakorintho wa pili 5:17 nasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mapya tunatoa wapi? Kwa Yesu Kristo. Na hayo mapya ndio maana watu wanaweza kuona zamani kwa wavivu kwenye mambo ya Mungu, hatuonekane kanisani, tunaonekana mitaani, kwenye vilabu na kadhalika. Lakini sasa wanaanza kutuona tunashinda kanisa, wanatuona kanisani mara kwa mara, na mambo yetu ya shughuli zetu ni za kikanisa, sio za kidunia tena. Labda kama ni za kidunia ni zile za wajibu ambazo za manufaa kwa ajili ya maisha ya hapa sasa, lakini yale ya ovyo ovyo hatumu. Kwa nini? Tumeokoka, ni viumbe vipya ndani yake Kristo. Yale ya kale yamepita, sasa ni Kristo anaishi ndani yetu. Wakitutazama watu wanamuona Kristo, wakitusikia tukisema wanamsikia Kristo. Wakiona tunachotenda wanaona cha Kristo. Kwa nini? Tumekuwa wapya ndani ya Kristo, tumezaliwa upya. Kuna shida kubwa leo, ndugu yangu, mnapotembea huwezi kupambanua mtu aliyokoka na asiyokoka, kwa sababu hakuna madhihirisho ya kiroho yanayotofautisha na asiyokoka. Na hii ndio tatizo kubwa ambalo linachelewesha Injili, hata watu kuokoka ni kwa vigumu, kwa sababu wanakutana mambo ambayo yanakuwa kikwazo. Angetazamia mtu kwamba sasa niende kanisani, anakusali ndugu huyu niende naye, anaanza kushangaa, anaona mambo mengine. Kwa maisha ya kumcha Mungu, ule upendo wa Mungu unahitaji upendo ule wa kukaza, kwamba unakataa kabisa kutoa jambo la aibu au kumwaibisha Kristo kwa namna yoyote. Mtu akitutazama anasema kwa kweli hawa ni watu wa Mungu waliobadilishwa. Sio auna utate juu ya maisha yako, maisha unapokuwepo mahali pa kazi popote, unapo safarini, au unapo kwenye biashara popote, watu washtuke, watambue kwamba huyu mtu naona mtu wa Mungu. Kwa sababu kile unazungumza unaona neno lake tu ni Mungu. Lazima uwe kwa mtu wa Mungu. Ajue namna hiyo. Kwa ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia unapoishi, unapotembea, unapofanya kazi, kwamba mimi ni mjumbe wa Yesu Kristo. Alafu ule upendo wa Mungu usikufanye utulie. Tunaukomboa wakati tulionao ni mfupi sana, hautoshi, mambo mengi, hatujatimiza wajibu wetu kikamilifu, bado tunadaiwa maombi, tunadaiwa shughuli mbalimbali za kikanisa, vitu vingi vinatudai. Sasa lakini upendo wa Mungu kwa ndani yetu ndio unatusukuma, unatubidisha, unatufanya tusiwazembe, tusiwavivu, naona tusiwalegevu. Wakati wote tuonyeshe ile bidii na ari kwenye kazi ya Mungu kama watumishi wa Mungu. Kwa ndugu yangu, tunapotembea mchana leo, mimi nikutakie baraka za Mungu sana, kwamba hebu jitahidi kwa ushuhuda huko,
Leo watu wanataka kuona ushuhuda wa watu wa Mungu. Hawataki tu kusikia mahubiri, wanataka kusikia na maisha yetu ya kila siku tunavyoishi, mpaka majumbani mwetu. Wanahitaji kupata kitu cha kipekee. Leo kwa mfano, nyumba nyingi zina shida katika ndoa, ina shida, wana mahusiano yanavyoishi. Lakini wakija kwa nyumba ya mtu wa Mungu, wasema waone tofauti, wasema kumbe hapa duniani kuna watu wanaweza kuishi vizuri kama wako nyumbani kwao. Hapa duniani sio wasema kwamba sasa sijui itakuwaje, maisha kama ndio haya basi imeshindikana. Hapana, uonyeshe mwenendo wa kuvutia. Mungu anakupenda, anataka kutumia. Na kadri unavyokuwa na bidii na kujiachia kwake, ndivyo atakapofunua mapenzi yake makubwa maishani mwako na kukuonyesha yale yaliyo makuu ambayo si rahisi kuyapata kirahisi, mpaka mtu yule ambaye anakaa karibu na Mungu. Upendo, tafsiri nyingine upendo, ukaribu. Tafsiri ya upendo ni ukaribu. Ukaribu, unaona, ukaribu kati yako na mtu mwingine, kati yako na mtu mwingine. Unapokuwa karibu daima naye, unapendana manake. Sasa Mungu anadai ukaribu wa sisi na yeye, ili tuonyeshe upendo. Na tunapokuwa karibu na Mungu, tunaambukizwa ile hali ya kiungu. Mungu anaanza kutukuzwa, anaanza kudhihirisha, kuonyesha yale ambayo yako ndani yasionekana. Kwa jitahidi ndugu yangu, napenda nikuombee sasa. Baba Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi, tukuzwe mno na ubarikiwe kwa ajili ya ndugu yangu huyu msikilizaji wa Sibuka TV na Radio Lindi FM. Neema yako izidi kwa juu yake, wokovu uliompa uzidi kuwa taa inayowaka mahali pa giza, mwanga unamulika duniani kote. Mjalie hekima, busara, maarifa, ufahamu katika mambo yako yote, na pendo lako Kristo lizidi kukua ndani yake na kuwa na nguvu ya kutawala fikra zake na kumwongoza na kumbidisha. Tukuzwe mno kwa wasikilizaji wote waliosikiliza kipindi hiki. Wabariki Jehova, wanemeshe, neema yako ziwe juu yao. Tukufu na heshima ni vyako katika jina la Yesu. Amen. Sibuka TV.